TAKUKURU mkoa wa Kigoma imeendelea kutoa elimu katika maeneo tofauti ya mkoa wa Kigoma kuhakikisha basi kila mwananchi anakuwa na elimu juu ya kupambana na kutokomeza rushwa, hususan katika kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu wa kumtafuta rais, lakini pia madiwani na wabunge ambao watakwenda kutuwakilisha kuhakikisha basi changamoto mbalimbali ambazo tuko nazo kwenye maeneo yetu zinakwenda kutatuliwa kwa ufasaha zaidi. Lakini kupitia yote hayo, TAKUKURU imeendelea kuzunguka huku na kule kuhakikisha elimu inafika kwa wananchi wa maeneo tofauti, dini na kabila mbalimbali. Na sasa tuko katika ukumbi wa Red Cross mkoani Kigoma, manispaa ya Kigoma Ujiji. Elimu inaendelea kutolewa. Wakati mwingine kinaombwa kwa lengo la kutoa haki kwa asiyestahili haki hiyo. Kwa maana ya kwamba anayeomba rushwa anataka kutoa haki kwa mtu asiyestahili haki yake. Lakini vile vile anayetoa rushwa anataka kununua haki ambayo sio haki yake. Vijana na wasomi waliopatiwa elimu kuhusiana na namna ya kupambana na kutokomeza rushwa nao wakawa na haya ya kuzungumza. Majina anaitwa Gift Richard Baraka, natokea chuo cha Wasibu TIA. Kwa kweli kwa elimu hii niliyopata inaweza kanisaidia kupunguza rushwa, kwa sababu tumeshaweza kuona ni chanzo gani, sababu gani na athari gani ambazo inatokana na uwepo wa rushwa. Na sisi kwa huduma tulioweza kupata siku ya leo huko mtaani tunaweza tukaendeleza, kwa sababu mmeweza kutupatia namba, website, tunaweza kutumia mitandao yoyote, tunaweza kuwasilisha taarifa hizo kwa kutumia hizi namba. Pia tunaweza kusaidia mambo mengine ya rushwa yanayotokea mtaani, kwa sababu tushajua kwamba ni watu gani ambao tunapaswa tuwape taarifa, au ni matukio gani ambayo tunaweza kuyaona mtaani, na pia ni kwa namna gani ambapo tunaweza kufanya na kuepuka vile vitu au matukio hayo ya rushwa ili tuweze kupingana nayo katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Amina Ashir, nasimamia TIA Kigoma Campus. Kwa hiyo elimu ya leo sana TAKUKURU nimefurahi sana, kwa sababu nimejifunza mambo mengi, jinsi ya kuzuia rushwa, kujizuia katika vitendo vya kusababisha tuwe katika kujiingiza katika matendo ya rushwa. Nafurahi kwamba tumepata namba ya watu wa rushwa na tumeenda kwa nyumbani, kupata tatizo au taarifa za masuala ya rushwa na kutoa taarifa. Naitwa Mrisho Pascali Mrisho, ni naibu waziri mkuu hapa chuoni chuo cha Wasibu Tanzania tawi la Kigoma. Njia ya kwanza ya kuweza kusaidia ili janga la rushwa liweze kutokomea katika taifa letu la Tanzania, cha kwanza kabisa ni utoaji wa elimu kwa Watanzania, kwamba sisi vijana hususani wasomi kutoa elimu sehemu zote, vijijini na mjini, waweze kupata elimu kubwa juu ya rushwa. Waelewe kwanza rushwa ni nini, umeona madhara ya rushwa ni nini, na utakapofanya hilo jambo la rushwa ni kitu gani ambacho kitaweza kukukuta wewe Mtanzania. Na jambo la pili pia ni kuweka mikakati maalum. Watu wamepewa elimu tayari, bado vitendo hivyo vinaendelea, ni kuchukua sheria ziweze kuchukua mikondo yake. Unamwona mtu anafanya vitendo hivyo vya rushwa, awe ni kiongozi au ni mwananchi au Mtanzania anafanya jambo hilo, basi unatoa taarifa mamlaka husika. Naamini mamlaka husika TAKUKURU namba zinatolewa, uweze kutoa taarifa mapema ili waweze kufika eneo husika ambayo tukio hilo linafanyika la utoaji wa rushwa na kuweza kushughulikiwa mapema. Ni hofu, labda wezekano unaweza kuwa wewe mwenyewe una hofu kubwa kwamba
mimi nikiweza kwenda kutoa elimu hii na hiyo sehemu labda ndio hayo mambo yanafanyika, wanaweza kunichukuliaje? Labda wanaweza kunitoa uhai wangu. Kwa hiyo kutokana na hicho kitu kinanifanya mimi nisiwezi kwenda kuweza kutoa hizo taarifa au kutoa elimu katika hiyo jamii. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho kinachosababisha Watanzania au vijana wengi sana wasiweze kujikita sana huko na kusambaza huo ujumbe, kwa sababu wanahofia kuhatarisha maisha yao. Kitu ambacho ninachoshauri kwamba kifanyike ni serikali tu iweke nguvu kubwa, hususan ulinzi na usalama mkubwa kwa Watanzania, ili kwa kusudi maalum kwamba ulinzi na usalama ukiwepo, naamini vijana watakuwa ile hofu, kwa sababu ulinzi na usalama upo wa kutosha. Kwa hiyo vijana hofu cha kwanza watakuwa hawana, cha pili watakopo katika kujiamini kwa kwenda kutoa hiyo elimu kwa ajili ya kuwakomboa jamii ya Kitanzania, wasijikite zaidi katika hayo masuala ya rushwa na kuwa katika mikakati mizuri ya kuendeleza kufanya shughuli zao na kuamini kile wanachokipata ndicho hicho wanachokihitajika kuwepo nacho. Na mkuu wa dawati la elimu kwa umma mkoa wa Kigoma naye ana haya ya kuzungumza. Hivi kama taifa kuna wimbi kubwa la ukosefu wa ajira, na wanasiasa wasiokuwa waadilifu wametumia eneo hilo la ukosefu wa ajira kama kigezo cha kuhakikisha kwamba wao wanapata mwitikio mkubwa kwa jamii, na hasa vijana ambao wengi wao ni wahitimu wa elimu ngazi mbalimbali ambao leo hii wako mitaani na hawana ajira. Kwa hiyo mtu ambaye anapitia kipindi fulani cha shida na changamoto, tunasema kwamba ni mtu ambaye yupo katika nafasi kubwa ya kuweza kushawishika kujiingiza katika vitendo ambavyo visivyokuwa rasmi, akiamini kwamba kufanya vile kunaweza kukamsaidia yeye kuweza kupata haki yake au kuweza kurahisisha mahitaji yake. Kwa hiyo ndio maana vijana wamekuwa katika kundi kubwa la watu ambao wanatumiwa na wanasiasa kuhakikisha kwamba wanashiriki ajenda hizi za kupitisha rushwa ili kuweza kuwasaidia ama kuwaahidi vitu ambavyo wakati mwingine sio sahihi na vinaweza visifikiwe. Ndio maana tunachukua jukumu hili la kuwafikia vijana, kuwaelimisha kwamba wana wajibu gani na wana thamani gani katika taifa lao, ili kuweza kuona kwamba wanajiepusha na vitendo vya rushwa na hawaingii katika mitego ya wanasiasa ambayo inaweza ikawasababisha wao kujihusisha na vitendo vya rushwa. Tuna mikakati mingi ambayo tumeiweka kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wananchi wengi kwa kiasi kikubwa. Jambo la kwanza ni kupitia midahalo kama hii katika ngazi mbalimbali, kwa sababu tunajielekeza kwa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo tuna uelimishaji kupitia midahalo, tuna uelimishaji kupitia mikutano ya hadhara ambayo tunakwenda katika maeneo mbalimbali katika ngazi za kata, vijiji, kuhakikisha kwamba tunafikia kundi kubwa la wananchi. Lakini pia ni kupitia vyombo vya habari, television, lakini pia na station za radio. Huko kote tunakwenda kwa ajili ya kutoa elimu, kuhakikisha kwamba wananchi wengi tunaweza kuwafikia na wapate uelewa sahihi wa dhana hii ya rushwa na ni namna gani kwa pamoja tunaweza kushirikiana kutokomeza vitendo hivi vya rushwa. Lakini zaidi kama mkoa wa Kigoma tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuwa na kliniki maalum katika ngazi ya kata ili kuhakikisha kwamba tunaenda kusikiliza zile hoja na malalamiko ya wananchi na kuweza kuwaelimisha zaidi kuweza kupata elimu hii ya dhana ya rushwa kuelekea kipindi cha uchaguzi, kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kufikiwa na elimu hii ili wawe na ushiriki wa pamoja katika namna sahihi ya kupambana na vitendo vya rushwa. Yale makosa ambayo yanafanyika wakati wa rushwa, wakati wa uchaguzi, na vitu gani vikifanyika vinakuwa ni sawa kwa mujibu wa sheria na vitu gani ambavyo sio sawa. Kwa tunategemea mwitikio mkubwa wa wananchi kuweza kuelimika ili kuweza kufikia lengo hilo la kuwa na uelewa sahihi wa vitendo hivi vya rushwa na dhana ya rushwa. Kauli mbiu ya taasisi nasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Imekuwa ni hali ya kawaida katika jamii, na moja ya malengo ya uelimishaji ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha hali hiyo, kwa maana kwamba mitazamo ya watu wengi ipo kwamba jukumu la kupambana na rushwa na kudhibiti rushwa ni la TAKUKURU peke yake, jambo ambalo sio sahihi na haliko katika mtazamo sahihi. Kwa hiyo
kama ambavyo unasema, kupitia mdahalo huu tumeona watu wengi wakiuliza maswali zaidi yanayoonyesha wao sio sehemu ya jukumu la mapambano haya dhidi ya rushwa. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana watambue kwamba jukumu la mapambano dhidi ya rushwa ni letu sote. Kila mmoja ana wajibu kwa nafasi yake, kila mmoja anawajibika kupambana na vitendo vya rushwa katika mazingira yake. Si jukumu la TAKUKURU peke yake kupambana na vitendo vya rushwa, hasa kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi. Tukishirikiana kama taifa, tukishirikiana kama wananchi wa taifa letu, tutaendelea kuhakikisha kwamba taifa letu la Tanzania linaendelea kubaki kuwa huru, na tutaendelea kujivunia amani na uzalendo ambao tumekuwa.